mtandao ya siku ya leo, ambapo tutakuwa na ibada mbili, ibada ya Sunday school na ibada hii moja, hasa kwa sababu ya wale ambao hataweza kuja kanisani. Tunajua kuna wale ambao walizuiliwa, wale ambao ni senior citizens kuanzia miaka 58 kwenda juu, na pia kuna wengine ambao kuna watu wadogo ambao wako nyumbani ambao hawawezi kuja kanisani. Kwa hivyo tukataka tuendelee kuwaletea ibada hii na ili watu waweze kuendelea kubarikiwa pamoja. Na kwa hivyo karibuni sana katika ibada yetu. Tutaomba alafu tutapatia dada yetu Beatrice aweze kutuongoza katika kipindi cha sifa. Kutoka hapo tusikie somo, alafu tusikie neno, na Mungu atatubariki haya yote ikiendelea. Ibada hii itakuwa ibada ya combination. We are going to use part of it, we are going to use English, and then we are going to use Swahili. We are going to combine both because it's only one service. So tutatumia lugha zote mbili. Na tuombe. Let us pray. Almighty and everlasting Father, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, we humble ourselves before you this morning to honor and to worship you. We thank you for yet another Sunday that you have given to us to come and honor and exalt your holy and mighty name. We commit ourselves and able hands with your Heavenly Father, that even if we are senior citizens, even if your Heavenly Father, others among us, or the loving God, are also young, but they have young little children who cannot come to church with your Heavenly Father. We want to lay ourselves at your able hands, that God, you may bless us this Sunday morning, that you may walk with us and glorify yourself amongst us, that all the things that you are going to do shall be for the glory and honor of your holy and mighty name. We commit ourselves at your able hands, and we seek, Lord, that in thy able hands, Father, you may continually bless us. You may continually glorify yourself amongst us, O Lord, and that you may reveal yourself to us. During this time of COVID-19, O dear Heavenly Father, take good care of, particularly the old citizens, O dear Heavenly Father, that they may not get infected with COVID-19, more so that you may also protect even the young children and even their parents, so that the Heavenly Father, throughout their lives, they may live a life that's full of your glory and full of your honor. We commit ourselves that your hands, that you may begin with us, continue and end with us. This we pray through Jesus Christ our Lord. Amen. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi ninamuinua. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi ninamuinua. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi ninamuinua. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi ninamuinua.
ni kutoka kitabu cha Kutoka 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Kutoka 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 17 hapo. Exodus chapter 4 verse 1 to 17. Nitasoma. Musa akajibu akisema, lakini tazama, hawataniamini wala hawatanisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyoosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyoosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa na ukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudi hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasipokusadiki wala kusikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili, wala kuisikiliza sauti yako, basi yatoe maji mtoni, uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatoayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi ni msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi ni mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kichwa cha mwanadamu? Au nani afanyaye mtu kuwa bubu ama kiziwi, au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Akasema, Bwana, na kuomba tuma tu mkono wake huo utakayemtumia. Hasira ya Bwana ikawa juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye anaweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake, naye utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayofanya.
naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako, naye atakuwa mfano wa Mungu, utakuwa mfano wa Mungu kwake. Nawe utawaa fimbo hiyo mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. Na hilo ndilo neno lake Mwenyezi Mungu. Ndiyo dhamana Yesu wangu, hunipa furaha za mbingu, murithi wa wokovu wake, nimetawa kwa roho yake. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Kumsalimu moyo wangu, mara namwona raha kwangu, aniletea malaika, watanilinda taokoka. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Sina kinyume na shukuru, mchana kutwa huja kwangu, usiku kucha kuna nuru, Mwokozi wangu ndimi huru. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Halina mali hanitwaa, mara namwona anifaa, nami nangoja kwa subira, akiniita nije mara. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Na tuombe. Kwa hakika Yesu, wewe ndio Mwokozi wetu. Kwa hakika kwako kuna nuru. Kwa hakika unatuita kila wakati tukufuate, Bwana Mungu Mwenyezi, kama vile ulimuita Musa aweze kukufuata.
Asubuhi njema tutakuja mbele zako, maana umetuita tuje katika ibada hii tuweze kukusikiliza, tuweze kubarikiwa na tuweze kuongozwa na wewe. Najiweka mikononi pako ili Bwana ukaanzia nasi katika ujumbe huu, ukatunong'onezea kutafakari kwa roho zetu Bwana, ukaweza kupatia furaha na wema na utukufu wako Bwana Mungu Mwenyezi. Ukaweza Bwana kutubariki na kutufariji katika maisha yetu, tukaenenda kulingana na mapenzi yako matakatifu. Hayo tunaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Neno nataka kuwasalimu katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ya Jumapili ya leo nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ameendelea kuniongoza, ameendelea kunibariki na kunifariji, ameendelea kunitunza na hata kunikinga na mambo mingi. Hivyo sina jukumu lingine bali ni kumtukuza na kumuinua kila wakati. Hivyo asubuhi njema nataka kuwakaribisha katika ibada hii yetu ya wale ambao hawakuweza kushiriki katika ibada katika makanisa zetu, na natumaini kwamba hata nyinyi mtabarikiwa pia vile vile kama vile hao pia nao wataweza kubarikiwa. Na leo nataka tusikie neno la Mungu ambalo nimeweka pale juu, nimeweka subheading pale juu, test of courage, ama kujaribiwa katika ujasiri. Na ni vizuri kujua kwamba Musa alizaliwa wakati wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya Misri, na ni wakati ambapo Farauni Farao mwenye alikuwa wakati wa Yosefu alikuwa amekufa, na kwa muda kuja Farao mwingine ambaye hakuwa amejua yale ambao Yusufu alifanyia wana wa Israeli au wana wa Misri, ama hata kujua vile aliweza kuwakomboa katika minyororo yao. Na wakati huo Farao alikuja akaona kwamba wana wa Israeli wamekuwa wengi sana, na akaona wanakuwa tisho kwao, they are becoming a threat to them. Na wakati anaanza kuwa threat, akaona ni vizuri waweze kupunguzwa, na the only way kuwapunguza nyakati zile ilikuwa ni kuwaua watoto wote wavulana. Wakizaliwa wavulana wote wanauawa, ili wabaki tu wanawake waolewe na watu wa Misri, na hiyo ukoo wote uweze kuisha. Na wafalme wa siku zile ni kama walikuwa na wito huo, hata wakienda vita walikuwa na huwa wanaume, wanabakisha wanawake, maana wanaume wanaonekana kama ndio wako na mbegu, na hao ndio wanaweza kuendelea kuzalisha hiyo mbegu yao. Lakini tunaambiwa kwamba wakati mamake Musa alimzaa, aliweza kumficha pahali kwa mto ili asiuawe. Akaweza kumficha pahali ili asiweze kuuawa na wale maaskari wa Farao. Na pale ambapo alikuwa amemficha, mshana wake Farao akakuja akamuona, na wakati aliona huyo mtoto akamtamani, na kama ni vizuri aweze kumbeba aweze kwenda naye kwa nyumba ya Farao. Na hapo ni mamake alijitokeza na akaajiriwa kuwa yaya wa kumlea yule mtoto. Na hapo ndipo naona miujiza ya kwanza. Mama akaajiriwa, akaambiwa unaweza kulelea huyu mtoto, na akaajiriwa akapata mshahara aweze kumlea mtoto wake. Na tunaambiwa kama miaka ya kwanza 40 ya Musa ilikuwa miaka mizuri, maana alikuwa katika nyumba ya Farao, alikuwa anakula, anakunywa, anakaa kama mtoto wa mfalme, a prince. Na hata alikuwa analindwa na maaskari, maana hata alikuwa kama ni mtoto wa binti yake Firauni. Na katika kule kukua kwake, kukua kwa starehe, lakini Biblia inatuambia kwamba mamake hakukosa kumfundisha mila na desturi ya Wayahudi. Kwa hivyo alimfundisha mambo ya Mungu, akamfundisha maombi. Hata kama kule kwa Firauni walikuwa naomba miungu mingine, walikuwa naomba nyoka na miungu mingine ambao kama Firauni alikuwa yeye mwenyewe ni Mungu. In fact all the pharaohs wakati walikufa walikuwa lazikwa na mali yao yote, kwa sababu walikuwa wanaonekana kama ni Mungu hawezi kufa. Hata akiwa kaburini atahitaji mali yake huko, atahitaji wafanyikazi wake huko, atahitaji wake zake huko, wanazikwa wote huko ndani ili waendelee na maisha, kwa sababu walikuwa naamini ya kwamba Farao hawezi kufa. Na kwa hivyo walikuwa naabudu miungu mingi. Lakini katika kule kuabudu miungu mingi tunaambiwa mamake akawa anamfundisha kila wakati
mila na desturi za Wayahudi. Na ni muhimu kujua kwamba nafasi ya mzazi ya kulia watoto wake ni muhimu sana. Ukitaka kulia watoto wako siku ya leo, wasijiingiza katika mambo ya dunia. Hata ukiwa babu, hata ukiwa nyanya, useme watoto wako hata ingia katika mambo ya dunia. Unaweza kuwafundisha waweze kumjua Mwenyezi Mungu na kuishi kulingana na mapenzi ambayo inafaa. Katika kule kukaa ile nyumba ya Faraoni ni kama ile mchanganyiko ya kuomba miungu mingi na kuambia Mungu wake ni huyu, ilimkanganya Musa. Na tunaambiwa kwamba siku moja, sababu yeye kwa roho alikuwa Myahudi, ingawaje alikuwa anaishi katika nyumba ya Faraoni, akakuta askari mmoja akimpiga Myahudi na akashikwa na hasira na akatoa panga. Unajua siku hizo watoto wa Faraoni walikuwa wanatembea kwa na panga hapa, ameweka panga hapa ili akipatana na mtu ambaye anataka kumuua aweze kujikinga. Hata walikuwa wanafundishwa vita. Inaonekana kama Musa alikuwa katika kiwango cha kufundishwa vita, akamkatakata yule Mfilisti akamuua. Na alafu akamficha, hakusema amemuua, akamficha na akarudi kwa nyumba ya Faraoni. Na siku kadhaa ambazo zilipita, sisi walikutana na Myahudi mwingine. Na huyo Myahudi wakati alikuwa anataka kumnong'oneza akamwambia, ukumbuke usiniue kama vile uliua ule Misri, ule askari wa Misri yule mwenye kukatakata. Na kumbe akakuja kujua kwamba amejulikana. Kwa sababu Musa alikuwa mtu mwoga, hakuwa mtu ambaye akona ujasiri, akatoroka akaenda jangwani. Hiyo ndio maisha yake, the second part of his life ikaanza. Unajua the first part ilikuwa katika nyumba ya Faraoni, anakula chakula mzuri, anakaa vizuri. Lakini sehemu ya pili ilianzia wakati alitoka nyumba ya Faraoni, alienda mpaka jangwani. Na akapata mzee ambaye alikuwa anaitwa Jethro. Jethro alikuwa ni kuhani wa Midiani. Na wakati watafiti wanajaribu kuangazia dini ya Wamidiani, inaonekana ni kama ilikuwa inakaribiana na dini ya Wayahudi. Ni kama walikuwa wanakaribiana. Mungu ambao walikuwa wanamwabudu na Mungu ambao Wayahudi walikuwa wanamwabudu kama walikuwa na uhusiano mwingi sana. Ingawaje hawakujua namna, lakini Mungu wao na Mungu wa Wayahudi walikuwa karibu sana. Na huyu Jethro akaweza kumwajiri akaweza kumwajiri kama mchungaji wa kondoo zake. Ikawa sasa kila siku ana shida katika jangwa, akienda kondoo usiku anapatiwa pahali pa kulala. Na katika kule kukaa, sababu alikaa kwa miaka mingi sana, akamweza kumpenda binti wake, bintiye Jethro, na mwisho akaweza kumuoa na wakaweza kupata watoto. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba katika jangwani, wakati alikuwa anapitia katika shida, hapo ndipo alifikia akona sababu mzuri ya kupata mke. Unajua mara mingi watu wakioa hawangi wakiwa na pesa. Unawanga tukiwa mahasla tu. Unajikuta uko hasla, una hasla katika maisha. Sasa hiyo ninaona kasichana kazuri, karembo, nataka kuoa. Hata wakati nakaambia ukaoe, hujui katakula nini, hujui kataishi wapi, lakini kwa neema yake Mwenyezi Mungu unafanya kazi kwa nguvu na unaweza kualisha. Hivyo ndivyo Musa naye mambo yake iliendelea. Naambiwa kwamba ikafika pahali ambapo Musa akampenda msichana wa Jethro na akaweza kumuoa akawa mke wake. Na tunaambiwa kwamba katika harakati hiyo, wakati alikaa huko jangwani miaka ingine 40, akawa miaka 80. He's 80 years old, ni mzee. Amekomaa. 80 years ni mzee ambaye amekomaa. Wakati huo ndio Mungu anamtokelezea in the burning bush, anamwambia usikaribia hapa, toa viatu, maana hapa ni pahali patakatifu. Na wakati alitoa viatu akaribia, Mungu akamwambia na wewe, na nataka kukutuma urudi kule Misri ambapo ulitoroka. Urudi huko, uende ukaambie Firaoni aachilie watoto wangu wakuje waniabudu katika jangwa. Let my children go and worship me in the wilderness. Na jambo hilo limpatia tisho sana. Maana kumbuka ni muoga. Kumbuka pia ana wako wa kurudi kule Misri, sababu anaweza rudi huko aweze kwenda kumpata mtu ambaye atamkumbuka kwamba alimuua Mfilisti mmoja na aweze kuuawa. Atakatiwa kesi na auawe, maana yeye ni Myahudi na amemuua Mmisri. Hiyo ilikuwa woga ya kwanza. Woga ya pili ni kwamba maana yeye alilelewa katika nyumba ya mfalme,
hata akirudi kwa wana wa Israeli hawatamsikiliza, watamwambia wewe waacha, wewe ni Myahudi wa saa ngapi? Ni kama wale vijana wamezaliwa hapa Nairobi, hawajui mila, wanalelewa hapa Nairobi hawajui mila, wakirudi kule nyumbani wanaambiwa vijana wengine, wewe unataka kutuambia ni wewe hakuna kitu unajua? Wewe ni Born City. Umezaliwa hapa Maingo, umezaliwa hapa Mathare. Wewe hakuna kitu unajua, unless sisi tukufundishe, hakuna kitu unajua. Hauwezi, jogoo wa mjini hawezi wika shambani. Ingawaje Methali nasema jogoo wa shambani hawiki mjini. Hata jogoo wa mjini hawezi wika wapi? Shambani. Huko shambani akienda huko ataambiwa usiwike hapa. Kuna kitu unajua. So Musa alikuwa anaoga na namna hiyo. Lakini Mungu anamwambia huko ambapo unaogopa ndiko na kutuma. Ninasema it's a test of courage. Mungu anamjaribu katika ujasiri. Na ndio wakati walikuwa wananong'onezana na naye Mwenyezi Mungu, ikafika pahali ambapo Mungu akamwambia, nini iko kwa mkono wako? Kumbuka Musa alikuwa mchungaji. Na kwa hivyo Kenya ambao kilikuwa mkononi mwake ni yule mkongojo wa wachungaji. Unajua kila mchungaji alikuwa na beba mkongojo ili aweze kuwalinda kondoo ambao alikuwa nao kwa wanyama huko jangwani. Na sio kwa nini Musa alikuwa mtu ambaye ambaye ako na woga, maana huko jangwani kulikuwa na wanyama wengi ambao walikuwa wanaenda hawa kondoo. Na ndio sababu alikuwa na mkongojo. Na mkongojo huu ambao Musa alikuwa naye ndio mkongojo ambao siku ya leo unakuwa na askofu. Sababu hata askofu ni mchungaji. Huo mkongojo imagine ulitoka kutoka kwa Musa na kuja mpaka kwa askofu siku ya leo. Hiyo mkongojo tu, the shepherd staff yenye alikuwa naye. Na Mungu akamwambia kama uko na mkongojo, kama uko na shepherd staff kwa mkono wako, angusha. Naambiwa kwamba wakati aliangusha chini hivi ikakuwa nyoka, akaanza kutoroka. Biblia inasema akatoroka. Unajua nani anaweza simama pale kwenye nyoka? Ukiona nyoka zinatoroka. Watu wengi hata wanapata juu ya kiti, unaanza kutafuta ukiwa juu ya kiti zikuume. Musa akatoroka, maana alikuwa anajua nyoka za jangwani zilikuwa nyoka ambazo zilikuwa na sumu. Lakini Mungu akamwambia, wacha kutoroka, shika hiyo nyoka mkia. Kawaida watu ambao hushika nyoka hawashiki mkia, wanashika hapa karibu na kichwa ndio isikuume. Lakini Mungu anamwambia shika mkia, maana Mungu anataka kujaribu Musa. Je, wewe una ujasiri wa kutosha? Mtu ambaye anashika nyoka mkia ni mtu ambaye ana ujasiri wa kutosha. Bwana anasema hata nikishika hii nyoka mkia hivi, ikinirukia tashika kichwa na niweza kungangana naye. Huyo ni mtu ambaye ana ujasiri. Huyo ni mtu ambaye ni shupavu. Huyo ni mtu ambaye anaweza kutumwa kwa vita. Na Mungu akamwambia shika mkia. Lakini tunaambiwa kama wakati alishika mkia, nyoka ikabadilika ikakuwa mkongojo tena. Ya pili ni kwamba Mungu alikuwa anataka kujua jambo lingine. Je, wewe Musa unaniamini kama vile mamako alikufundisha? Unaniamini ya kutosha? Hata kama umeishi huku jangwani kwa muda mrefu, hata kama umeishi na Jethro kwa muda mrefu, hata pengine uombi, ungali kuna hiyo imani ambayo ilipandwa ndani ya roho yako na mama yako. Uniamini mimi kama Mungu. Sababu nakwambia mimi ndiye Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo. Ushike hiyo nyoka mkia ukiamini ya kwamba Mungu anaweza kulinda kwa hatari zote katika dunia hii. Na tunaambiwa kwamba wakati alishika hiyo nyoka alikuwa anamwambia Mungu na kuamini hata katika hatari gani, na kuamini nitaishika mkia na nitakuamini, utakuwa pamoja nami. Ya tatu ni kwamba Wamisri walikuwa na waabudu nyoka kama Mungu. Na kwa hivyo Mungu alikuwa anataka kumwonyesha kwamba hawa Wamisri hata kama wanaabudu nyoka, mimi ni Mungu aliye na nguvu zidi ya nyoka zote. Na hapo ndipo akamwambia ukishika hiyo nyoka ni kama unaambia Wamisri, huyu Mungu wenu naweza kumbadilisha, naweza kumshika mateka na akose kuwa na nguvu yoyote. In short, nataka kusema nini? Mungu anamfundisha kwamba lazima amwamini. Ndio apate ujasiri, lazima amwamini. Lakini lazima angepita hiyo mtihani kwanza. Lazima angeshika ile nyoka kwa mkia sababu ya kumwamini Mungu. Lazima angemshika ile nyoka kwa mkia kwa sababu ya ujasiri. Lazima angemshika ile nyoka kwa mkia kwa sababu anataka kukandamiza miungu ya watu wa Misri. Na ni muhimu sana kujua hilo, kwamba hata sisi, na ujua huyu ni mzee wa miaka 80,
Najua kuna wazee wengi ambao watakuwa wakiona ibada hii. Hata najua kuna watu wachanga ambao watakuwa wakiona ibada hii, lakini nataka kusema nini? Ujasiri huo unajaribiwa kila mtu, maana Mungu hatembei na wenye woga. Hata Gideoni wakati alikuwa na Mungu na alikuwa muoga, jambo la kwanza aliambiwa, enda haribu madhabahu katika madhabahu ya Baali katika boma la baba yako. That was a courageous move. It was a move of courage. You have to be courageous. Lazima uwe na ujasiri uweze ukabomoa madhabahu ya baba yako, ama atakuchapa mpaka kesho. Unajua baba zetu hata tukiwa watu wazima tulikuwa tunaogopa kuchapa. Wengine walienda, lakini hata wale wako kuna sauti nyingine za kutoa utoroke, maana unaogopa, unaona huyu atanichapa huyu mzee, hata kama wakati alikuwa mchanga alikuwa ananichapa, hata alikuwa mzima anaweza kunichapa. Kwa hivyo sio uweze kwenda tukuharibu madhabahu yake ovyo ovyo, atakuchapa. The same case applies to Gideon wakati aliambiwa aende akaharibu madhabahu ya baba yake. Na kwa hivyo Musa alijaribiwa katika ujasiri. Uko na ujasiri wa kutosha wa kuamini Mwenyezi Mungu, wa kukandamiza miungu wa wana wa Israeli. Mtihani wa pili ulikuwa ni wa ukoma. Aliambiwa aweke mkono ndani ya nguo yake, na wakati alitoa ikakuwa imejaa ukoma. Kwa nini? Kwa sababu kule Misri kama kuna ugonjwa ulikuwa unawatia sana, ni ugonjwa wa ukoma, na walikuwa wanaamini kwamba mtu akipata ukoma hawezi kupona. Hawezi kupona tena. Unapata ukoma, hiyo ndio mwisho wako. Tunangojea tu ugonjeke, upoteze vidole, upoteze hizi za mguu, ukae hauna chochote, miguu yaanze kukatika, mikono ikatike, ukufe. Kwa hivyo wakati alitoa mkono tu hivi akaona kuna ukoma, lazima awe alishtuka. Lakini Mungu akamwambia, rudisha mkono tena pale ulikuwa umeweka. Na wakati alitoa ikawa imepona. Yaani Mungu anataka kumwonyesha, niko na nguvu hata zidi ya magonjwa. Hata ukirudi huko Misri unaweza kuwa naogopa magonjwa, niko na nguvu zidi ya magonjwa yote. Mimi ndiye mponyaji. Mimi ndiye uponya watu wangu. Mimi ndiye huongoza watu wangu. Mimi ndiye huongoza watu wangu. Na ndio hiyo wimbo ambao tunataka kuimba, wimbo ya pili tunasema, huniongoza Mwokozi. Huniongoza, ananiongoza kila wakati. Hakuna wakati ananiachilia, ananiongoza. Na mimi nafurahi sababu ya kuongozwa na yeye. Na kwa hivyo hata nikipita katika bonde la ufa, sitaogopa chochote, maana gongo lake na fimbo lake zinanilinda na kunitunza kila wakati. Na kwa hivyo Musa alikuwa anataka kudhibitishia kwamba mwenye kumtunza, mwenye kumlinda ni Mwenyezi Mungu. Hata wakati anapitia katika pahali ambapo kwenye magonjwa, hata akipitia pahali kwenye nyoka, Mungu mwenyewe ndiye atakuwa akimlinda. Ya tatu nayo akaambiwa kama hawataamini hizo mbili, Mungu alisema anaweza kuamini moja hizo mbili, ama wakatae moja waamini moja, ama waamini zote mbili, ama akaanza kuziamini zote mbili, uende uchote maji katika mto Naili. Na wakati utachota maji, ukiweka hapa juu itakuwa damu, na ikirudi pale kwa mto itarudi kuwa damu, itabadilisha hiyo mto yote ikuwe damu. Wacha niwaambie the secret of the Nile, ama siri ya mto Nile. Mto Nile hutoka hapa Kenya, inatoka Lake Victoria. Sio kama mnajua hivi. Kama sisi ndio upatia Misri maji, tukikataa tunaweza kataa na wakose maji, lakini kutakuwa vita, sababu watakuja kupigania hiyo maji yao. Hiyo mto peke yake ndio upatiana maji katika nchi ya Misri. Maji ambayo wanalima naye, maji ambayo wamejenga Oswam Dam naye, maji ambayo wanakunywa, yote imetoka mto naye ambao umetoka hapa Lake Victoria. Na huyo mto kuanzia zamani ndio alikuwa anategemea hata kulima, kufanya kila kitu. Na kwa hivyo mto huo ukiharibiwa, maji kuwe damu, kumaanisha kutakuwa njaa katika nchi ya Misri. Ni kuwashika pahali ambapo hawezi kujitoa tena. Kuambia kuanzia leo hakuna maji ya kunywa, kuanzia leo hakuna kulima, kwa hivyo hakuna chakula. Kuanzia leo hakuna hata maji ya kuoga, maana hakuna pahali pengine pa kupata maji kwa hiyo mto. Na kwa hivyo ikawa hiyo testi ya tatu ni ya kuhakikishia kwamba hata mkatae zingine mbili, mkatae kuogopa nyoka, mkatae kuogopa ukoma, mjue mimi ni Mungu ambaye ako na nguvu zote za kuangamiza. Muone kwamba mimi niko na nguvu kuzidi hao miungu wenu
hao farao wenu ambao mnafikia kwa nguvu, naweza kuwashinda wote nguvu. Na kwa hivyo kuanzia hapo Musa uoga wake haujaisha. Unaweza fikia uoga wake umeisha na ashaonyeshwa ishara 3. Anamwambia Mungu, mimi siwezi kuongea, niko na kigugumizi. Sisi kama umewahi kuona mimi wakati nimechoka huwa na kigugumizi. Mimi huwa na kigugumizi mbaya sana, nasikia stammering. Na wakati nilikuwa mchanga nilikuwa hata worse. I was a serious stammerer. Hata kwa class nilikuwa nachekelewa na wanafunzi wengine. Maana hata nikiunua mkono nijaribu kuongea nasikia na stammer sana. Na wakinichekelea inakuwa even worse. Wacha nikwambie kitu kimoja, miujiza yake Mwenyezi Mungu. Wakati mimi nilikuwa katika ministry, kigugumizi changu kiliisha. Kilienda wapi? Mungu aliamua tu kimaliza. Sasa Musa naye anamwambia Mungu, mimi niko na kigugumizi. Mimi nikiongea naongea nikifuruta maneno. Hivyo hata nikienda kuongea na wao hata isikiliza, maana niko na kigugumizi. Unajua katika maisha ya mtu huwezi kosa a weakness. Hauwezi kosa one weakness ambayo inakukandamiza. Watu wengine ni kigugumizi, wengine ni kosa ujasiri, wengine zote mbili, wengine ni kuwa shy. Mtu anakuwa mtu amejaa soni, akisimama mbele ya watu hataki kuangalia watu, wanaangalia chini au wanaangalia juu. Wengine wanajisikia kama hawafai kusimama mbele ya watu, anaanza kutetemeka, ni woga ya kutetemeka, akiongea hata sauti inaanza kutetemeka. Watu wengine ni kama hawajiamini wao wenyewe, hata akipatiwa kazi hawezi kufanya, maana kama ataonekana kama amefanya kazi mbaya. There are so many weaknesses in life. Kuna weaknesses aina nyingi sana katika maisha hii. Wengine some of us even think huwezi kuitikiwa na mwanamke. Unakaa mpaka miaka 40 hujaoa, utafutiwa mwanamke unaletewa. Maana unaona kama hakuna mwanamke anaweza kusikiliza. Maana unajisikia wewe mwenyewe kama haujakomaa. Ama kama ni mwanamke anafikiria kama mwanaume anaweza mpenda. Hivyo anakaa miaka mingi mpaka atafutiwa bwana ndio aweze kuoleka. Tuko na weakness za aina nyingi sana. Kuna pahali ambapo mtu katika maisha yako anajisikia wewe haujafaa. Lakini habari njema ni kwamba vile tu huko Mungu anakuhitaji katika huduma. Maana alimwambia Musa, sio kwa ndugu yako anaitwa Aroni. Na hiyo ndugu yako ni wa katika ukoo wa Alawi. Na hata wakati tarudi yeye ndiye atakulaki. Na mimi niko na nguvu za kufanya ndugu yako aongee kwa niaba yako. Maneno yako yote ambayo unataka kuongea utakuwa ukiweka kwa mdomo yake, atakuwa akiongea kama ni wewe unaongea. Na kwa ndugu yako, utakuwa wewe kama ni Mungu wake, atakuwa akikuabudu. Imagine namna hiyo. Mungu anamwambia, I'll give you authority over your own brother. Aweza kukusikiliza na kufanya vile unataka afanye. That's how much Mungu alikuwa anampenda Musa. Akasema, siwezi kuachilia tu namna hiyo, mambo yako yaharibike. Ningetaka tu wewe Musa, wewe vile uko, ujiamini, ujiachilie kwangu, uache mimi nikutumie. Maana sitaki kutumia Aroni, nataka kutumia wewe. Kwa hivyo wewe kwa Aroni utakuwa kama wewe ndiye Mungu wake. Ukiongea maneno yako yanaingia kwake, anaanza kuongea kama ni wewe unaongea. Maana mimi nimeamua namna hiyo, sababu wewe ndiye nataka kutumia. Mungu hutumia vyombo ambavyo viko na shida. Mungu hutumia watu ambao hawajakomaa. Nakwambia mimi kabla nikuwe mchungaji, nakwambia nilikuwa na kigugumizi. Kwetu nyumbani kuna ndugu wangu wengine wanaongea vizuri hata kuliko mimi. Hata wakisimama hapa mbele wanaweza kuongea pengine vizuri kuliko mimi, lakini Mungu hakuwatumia, alitumia kibe mwenye kigugumizi. Hata siku ya leo Mungu anataka kutumia wewe. Iwe ni kigugumizi, iwe ni woga wa kutetemeka, iwe ni woga wa kuongea, iwe ni woga wa kutenda, sijui nini huwa tisho katika. I don't know what is your challenge in life. What is other challenges you so much in life? To an extent that you cannot be able to achieve, you cannot be able to make it in life. Mungu anakuambia nataka kukutumia. I want to use you. My brother, my sister, nataka kukutumia. Unasema mimi siwezi kuimba, sina sauti. Mungu alikupatia kitu kinaitwa vocal cords. Vocal cords una improve tu. Unataka tu mwalimu uzi-improve, uanze kuimba kama wale watu wanaimbaga sauti ya juu. But you have to practice. So you have to overcome your fear and be courageous.
You have to go through the test of courage. Ukuwe mtu ambaye akona ujasiri, uanze kuimba. Voko zako zikuwe nzuri, uimbie Mungu. Unaweza kuwa unataka kuwa mhubiri lakini unatemeka sema hata mimi sijui Biblia, hata Biblia utasoma pole pole utajua. Naweza kuhubiri katika neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi nataka kuwa leader Christian, sijui hata nikiwekwa pale kama zaongoza ibada utaweza. Maana Mungu atatupatia nafasi hiyo na kuta hiyo ya kuongoza. Bwana atusaidie. Na Bwana atulinde na tutunze. Tutumie ujasiri kwa kuweza kuvuka ngambo ile ingine ya woga wetu. Let us use our courage to cross over to the other side of our fear. Na ndio tuweze kutoa vipawa vyetu tuweze kumtumikia Mwenyezi Mungu. Lakini ujasiri ni nini? Ni vizuri kujiuliza ujasiri ni nini? Ndio tuweze kutumia ujasiri huo. Ujasiri ni nini? What is courage? I want to say it in English so that you may understand. Courage is not the absence of fear. It's the ability to overcome that fear. Kila siku nikija kuhubiri hapa katika mtandao, huwa na woga, nitasema nini? Nitakuwa na neno la gani? Ujumbe wangu utakuwa wa aina gani? Lakini I must fight hard to overcome my fear ndio niweze kusimama hapa niwahubirie. The same case applies to you. In fact, kuna mtu mmoja ambaye aliulizwa hivyo, alikuwa mtangazaji akasema, "Sasa wewe umezoea kamera, kila wakati unaingia mbele ya kamera unatangaza. Si wewe hukuwa na woga?" Akasema, "Hapana. Kila siku nikiingia katika hiyo studio huwa na woga. Sababu sijui nitasema nini kama watu watanisikiliza." Juzi huyu anaitwa Profesa Hamo aliulizwa kama yeye huogopa, akasema sababu saa zingine sina jokes, sina mistari, nikisimama mbele ya watu sijui nitasema nini. Lakini sasa nikisimama hapo nikijiweka ujasiri, nakuta kwamba Mungu ananipatia mistari mingi. Nakuja nasema watu wanacheka. Baada ya hapo ninasema kumbe nilikuwa. Nataka kusema nini? It is not the absence of fear. It is the ability to move on despite the fear. Nataka kupatia mfano mmoja wa mtu ambaye aliweza kuovercome fear. Wimbo ambao tumeimba ndio dhamana ya Yesu Bwana. Blessed assurance is mine. Anaitwa Fanny Crosby. That girl was born blind. And up to around 50 years, she was just a desperate young girl. Amekaa tu katika kuwa desperate, hajui ataanzia wapi. Wakati wa kuwa na braille, atangesema na braille anaweza kujua kitu. But at 50 years, she received Christ as her personal savior. That transformed her life. Ikabadilisha maisha yake. She became a new person. And she became a poet. She started appreciating herself. Akasema, even if I'm blind, hata kama mimi ni mtu ambaye ni kipofu, mimi niko na nia, niko na tegemeo, na mimi najipenda. Na naweza kufanya kitu katika maisha hii. Akaanza kuandika poems. Akaandika mashairi. Na katika mashairi yake zingine zile ambazo alikuwa ameandika ndizo zilibadilishwa zikakuwa nyimbo ambazo sisi tunaimba siku ya leo. Ndio dhamana ya Yesu wangu kunipa furaha za mbingu, mrithi wa wokovu wangu, habari njema, raha yangu. Yesu ndiye mwokozi wangu. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Bearer of salvation, bearer of God. Born of His Spirit, born of His love. This is my story. This is my song. That Jesus is my Savior all the day long. Akaanza kuimba wimbo mpya. Hata kama alikuwa amejichukia, akaanza kujipenda. Ingine ambao aliimba, msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, akanikomboa mpenzi, mwana wa Mungu. Hiyo ni yake. Alikuwa ameandika kama poem. Kwamba Mwokozi alikuja akamkomboa. At the cross, where I first saw the light, and the burden on my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Hata kama hakuona, anasema kwamba sight yake ilirudishwa, maana aliweza kuona mwangaza wa Yesu ndani yake, na akakuwa mtu wa kuandika hizo poems. Na hizo poems zilikuwa nyimbo ambazo siku ya leo tuziimba zinabariki watu wengi karibu dunia nzima, hata kama alikuwa kipofu. Maanisha kwamba mwanzo wa hekima, mwanzo wa ujasiri,
Mwanzo wa kupita mtihani wa ujasiri ni kumjua Yesu, kukaa ndani ya Yesu na kutembea na Yesu maishani mwako. Je, umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Hata kama umempokea, unatembea naye, unatembea katika torati zake, unatembea katika kumwogopa na kumjua zaidi Yesu. Bwana atuonekanie na Bwana anionekanie. Tumjue Yesu, tutembee pamoja naye. Tupite mtihani wa ujasiri. Na kama Musa, tukiwa watu ambao watakumbuka miaka mingi baadaye. Musa anakumbuka miaka mingi sana tangu siku zile ambazo alikuwa. Kwa sababu wakati ule wake he was able to overcome his fear. Aliweza kupita mtihani wa ujasiri. Na akakuwa mtu ambaye amesimama wima katika maisha yake. Akawa mtu ambaye aliongoza wana wa Israeli miaka ingine 40. Akakuwa na miaka 120. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinasema nini? Kwamba alikuwa na miaka 120 na macho yake ilikuwa ingali iko na nguvu na mishipa yake ilikuwa ingali iko na nguvu. Akapanda mpaka mlima. Aenda akakutana na Mwenyezi Mungu. Maana aliweza kupita mtihani. Hata ukipita mtihani huu utazeeka. Fika miaka ambayo Mungu anataka ukae. Sio kufa ukiwa kijana mchanga. Sio kuwa mzee ambaye hajakomaa kabisa, ama mzee ambaye ndiye ameanza kukomaa. Uishi miaka mingi na Mungu atakubariki. Mungu atakuongoza, atakurudisha katika nafasi zake, maana anakupenda. Pita mtihani wa ujasiri na utabarikiwa naye Mwenyezi Mungu, katika jina la Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, katika jina lake Yesu Kristo, tunajiweka mikononi pako, hasa Bwana, asubuhi njema ya Jumapili. Umetunaelezea kwamba tusipopitia katika ujasiri ama kupita mtihani wa ujasiri ya Bwana Mungu Mwenyezi, tutakuwa katika dhiki maishani mwetu mote. Na kama vile tumenong'onezwa mambo ya Musa, kama vile tumenong'onezwa mambo ya Fanny Crosby, wakati walikuja kukutana pamoja na wewe, tuweza kuwabadilisha katika maisha yao. Tubadilishe sisi katika maisha yetu. Tuweze kukujua, tuweze kukuamini, tuweze kuhisi katika maisha yetu, ili baraka zako ziweze kutufuata kila siku ya maisha yetu. Na neema yako Bwana iweze kutujaa kila wakati na kila siku Bwana, kwa wema na utukufu wa jina lako takatifu. Tuongoze, tuhifadhi, na Bwana katika yote uweze Bwana kutuondolea woga, ili Bwana tuweze kushindia vizuri katika maisha yetu, tuweze kulitukuza na kuliinua jina lako takatifu. Naomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Bwana wabariki. Tuende katika hali ya kutoa sadaka, tuimbe wimbo wetu wa sadaka. Bwana Mungu ni msafiri chini katika hali ya kutoa sadaka zetu. Hata kama tumebaki nyumbani, kuna paybill zetu, unaweza kutuma sadaka yako na Mungu atakubariki. Hata wale watakuja kanisani, wa encourage watume na paybill, maana ni muhimu kufanya hivyo. Na wimbo wetu ni nambari ya 105, niongoze Bwana Mungu, ili aweze kutuongoza tuweze kupita mtihani wa ujasiri. Niongoze Bwana Mungu, ni musafiri chini, ni mnyonge nguvu sina, nishike mkononi, umkate wa cha maji mema kitoka
milele, kwako juu milele. Namuuliza dada Beatrice aweze kuombea sadaka. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa wakati mwingine umekuwa nasi, tumeanza na wewe. Na Baba, tunakushukuru kwa sababu ya sadaka ambayo tumeweza kutoa siku leo kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba Bwana, wale ambao wametoa wakazidi kuwazidishia, wasije wakakosa. Ni kwa sababu umesema kwamba mkono ambao unatoa una baraka. Asante hata kwa wale ambao hawakuwa na chochote cha kutoa siku ya leo. Tunaomba Mwenyezi Mungu wanapoendelea kutafuta kazidi kuwafungulia njia, ili wanaporudi Jumapili ijao wakaweza kukutolea. Tunakupa sifa, tunakuabudu, ni kwa sababu hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunapotoka mahali hapa, tunakuomba ukazidi kaa pamoja nasi, ukazidi kutuongoza na kutuelekeza tukafanye kila kitu ambacho kinakufurahisha. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, natuamini. Amina. Nataka kushukuru Mungu sababu ya ibada yetu. Tumefika kikomo cha ibada yetu ya siku ya leo. Jumapili ijao pia tutakuwa na ibada nyingine, hasa kwa ajili yenu ambao mko nyumbani hamwezi kuja kanisani. Tutaendelea kubarikiwa hata mkiwa nyumbani, nayo neema yake Mwenyezi Mungu itakuwa pamoja nanyi kila wakati. Pia nikataka kuwatangazia kwamba Jumapili ijayo ambao itakuwa ni Jumapili ya tarehe 26 ya mwisho wa mwezi, itakuwa Jumapili yetu ya shukrani, Thanksgiving. Kwa hivyo watu wajiandae, tupige Jumapili hiyo tuje na Thanksgiving yetu. Nataka kushukuru Mungu sababu pale ambapo wametufikisha. Kumbuka kwamba nchi ilifungwa kuanzia mwezi wa 3, sasa tuko mwezi wa 7 na tungali tunaendelea vizuri, maana Mungu ameendelea kututunza. Tumekula, tumeweza kulindwa na magonjwa. Wale ambao tumegonjeka Mungu ametuponya, wale wengine ambao tumefiwa Mungu ametufariji. Kwa hivyo tuna sababu, kila mtu ana sababu ya kumshukuru na kutukuza Mungu Jumapili ijayo, ili tuweze kubarikiwa tukiwa pamoja. Na tukifanya hivyo Mungu atatubariki, ataendelea kutuongoza, ataendelea kutuinulia nuru ya uso wake. Na kwa hivyo tunataka tuombe maombi ya mwisho ambao nataka kuombea sisi wote ambao tuko katika ibada hii. Mungu Muumba, Baba yetu wa mbinguni, ambaye mwanao alikuwa seremala huko Nazareti, tuomba kwamba kwa ajili ya wote wafanyi kazi viwandani na madukani, uwajalie hekima na uaminifu, nguvu na ujuzi, ili wazalishe vya kutosha kwa ajili yao na mahitaji ya nchi yetu na jamii zao. Waangalie kwa rehema maskini wasiokuwa na ardhi, wasiokuwa na kazi za kuajiriwa na wasiokuwa na makao, mayatima na wenye njaa. Utujalie uwezo wa kufanya kazi za haki kwa kugeuza maisha yao kwa ajili ya utukufu wako, na kwa yeye aliyefufuka Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hakuwa na mahali pa kuweka kichwa chake. Pia Bwana, kuwakabidhi mikononi pako wale ambao wamefiwa katika parokia hii, Bwana Mungu Mwenyezi, wale wao katika quarantine kwa wakati huu katika hii parish yetu na katika nchi nzima. Bwana, tuwakabidhi mikononi pako pia, Bwana Mungu Mwenyezi. Tuwakabidhi wale ambao ni wagonjwa, hasa wale ambao wanaugua magonjwa ya saratani ama kansa, wale ambao wanaugua magonjwa ya HIV, Bwana Mungu Mwenyezi. Bwana, utunzi wako Bwana, madaktari wapatie ujuzi mpya wa kuweza Bwana kuwatibu, ili nayo Bwana uweze kuwaponya, tuone wakiendelea na maisha yao. Tujiweka mikononi pako tukiwa katika watu Bwana, utatusikia na utaendelea kutubariki, utaendelea kutuongoza Bwana, unatupenda. Maana hayo tunaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wa maisha yetu. Nayo neema ya Mungu ipitao fahamu zote wanene mioyo yenu na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo. Nazo baraka zake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ziwe kwenu, zikae kwenu kuanzia sasa na hata milele. Amina. Tuonane Jumapili ijayo. Bwana wabariki. Amen.